Moja kati ya story ambazo ni kubwa sasa hivi ni kuhusiana na bao ambalo Young Africans wamelipata dhidi ya Simba na kufanikisha kupata ushindi wa bao 1-0 na kukamilisha michezo takriban 6 mfululizo ambayo wameweza kuicheza na kushinda dhidi ya Simba. Yani Simba hajaweza kutoboa ndani ya michezo 6 ambayo amecheza na Yanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho pengine kinashangaza zaidi na watu mbalimbali wameweza kutoa mtazamo wao. Kwa mujibu wa Oscar yeye anasema kwamba goli lile ambalo amefunga Pacome ilikuwa ni offside, lakini ametoa fakti zake na kuelezea kwamba kuna namna ambavyo Pacome alihusika kwenye mpira ule ambao ulikuwa unatoka kwa Max Nzingeli. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo kila mchambuzi ana maoni yake. Kwa mujibu wa Alex Ngereza, mchambuzi wa TV3, yeye anasema ni offside, lakini Nasir Khalfan ambaye ni mchambuzi wa Wasafi FM, yeye anasema ni sio offside. Kwa hiyo ni goli halali. Kwa mujibu wa Hans Raphael, mchambuzi wa Crown FM, yeye anasema ni goli halali kabisa na sio offside. Lakini kwa mujibu wa Edo Kumwembe, mchambuzi wa Wasafi FM, pia yeye amesema kwamba hilo goli ni halali kabisa. Kwa hiyo idadi ya wachambuzi ni kubwa na wengi wamedai kwamba kutoa mtazamo wao kuhusiana na marefa kuwa makini na matumizi pia ya VAR kwenye michezo kama hii ambayo ina utata na ina upinzani wa hali ya juu. So aliweza kupatikana Murtaza Ali Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba na moja kati ya watu ambao wamekuwa kilaumiwa sana kwenye matokeo ya Simba kuwa mabaya, na ni mtu ambaye anatakiwa kuwajibika kwa hali na mali kwenye klabu ile kutokana na matukio haya kujirudia ya hususan katika mechi za watani wa jadi na kufanya vibaya kwa timu ya Simba kwa mujibu wa mashabiki. Wenyewe wana imani hiyo. Kwa hiyo Murtaza Ali Mangungu yeye alitupa lawama moja kwa moja kwa waamuzi na kuonekana kwamba wana makosa, na akisisitiza kwamba kanuni mpya zitumike ili kuweza kuagiza waamuzi kutoka nje na kuchezesha kwa haki na vitu vingine kama hivyo. So wewe kwa mtazamo wako unaona kitu gani kwenye bao lile la ndugu yetu Pacome Zouzoua? Maana sio mara ya kwanza kwa Simba kufungwa, lakini malalamiko yamekuwa ni mengi mno na amekuwa na mengine yana tija, mengine hayana tija yoyote.